Leo tunaangazia ndoto. Ukiwa umerudi ushago kwenu kijijini, hiyo ndoto ina maana gani? Jambo la kwanza, iwapo umeota ndoto kama ile, inaweza kuwa inakuonesha unafaa kurudi kwa mizizi yako. Ina ujumbe ya kwamba unafaa kurudi kwenye ulitoka, aidha physically au hata kitabia na matendo. Inaweza kuwa umepotoka sana kutoka kwa ile tabia ulifunzwa na maadili ambayo ulilelewa nayo, na hivyo ndio unaota ukiwa umerudishwa katika mizizi yako katika kijiji. Vile vile inaweza kuwa ni dalili ya kwamba unafaa kureset. Inaweza kuwa umechapa kazi sana au umekuwa na majukumu mengi ambayo yamekuzidi na umekuwa mchovu sana, na hivyo inakwambia unahitaji mazingira matulivu, mazingira yasiyo na kelele nyingi kama za tauni, mazingira ambayo ni ya kijiji. Na hivyo basi, iwapo uko katika ile hali ya kuchoka sana, unaweza ota ukiwa umerudi kwa kijiji kama ishara ya kwamba you need to reset. Unahitaji kupumzika kidogo bana. Na ya tatu, inaweza kuwa ni onyo ya kwamba unafaa kuyatathmini maisha yako yako, kwani huenda maisha yako mwelekeo ambao yameuchukua ni mwelekeo usiofaa, ni mwelekeo wa kupotoka. Na hivyo iwapo ile ndiyo hali ambayo uko, unaweza pia ota ukiwa katika kijiji kama ishara ya kujaribu kukuambia angalia nyuma, angalia maadili uliyofunzwa na uweze kubadilisha. Na ya nne, inaweza kuwa ni ishara ya baraka. Ujionapo hasa umerudi kwa kijiji, kunakaa kutulivu, kunakaa mazingira masafi, kunakaa kuzuri, hiyo ni ishara ya kwamba yuacha kubarikiwa hivi karibuni. Na hivi uotapo pia ukiwa umekutana na wazee wa kijiji na relatives na watu ambao ni watu wa kuheshimika katika kijiji, inakuonyesha kwamba unahitaji kutii na kufuata maneno ya mababu zako, maneno ya watu wenu. Kuna baraka ambazo zinaelekea kuachiliwa kama venye tumesema, na baraka kutoka kwa wazazi, baraka kutoka kwa ancestors, baraka kutoka kwa watu wa nyumbani. Na hivyo kuna maneno fulani na mitindo ambayo unafaa kuiangalia vizuri, kuifuatilia na kuitilia maanani ili yale mambo yaweze kutimia. Lakini uotapo umerudishwa kwa kijiji kwa lazima, au hata huna amani baada ya kurudi kule kwa kijiji, inamaanisha roho ya backwardness, roho ya kukurudisha nyuma. Ujionapo ushago kuna kama mazingira mabaya, hakupendezi, nyumba zinaanguka, hakuna amani, hiyo inamaanisha kuna venye roho ya stagnation, roho ya kukurudisha nyuma, roho ya umaskini inakuandama. Na hivyo ni vema sana uelewapo uotapo ndoto kama ile ni nini kinaweza kuwa maana yake, kwani kutoka kwa hayo unaweza sasa jitathmini, uangalie, uone huenda hiyo ndoto inamaanisha nini kati ya haya, kulingana na zile dalili ambazo umeona kwa ndoto, kulingana na venye ulikuwa unahisi, kwani hisia ni muhimu sana kuzingatia, na vile vile venye mazingira yalikuwa na muktadha wenyewe. Hayo yote utaweza kuangalia uone kati ya haya
kuenda kujiona ukiwa umerudi kwa kijiji kwako kuna maanisha nini? Na kufikia hapo, tukutane tunapoitafsiri ndoto ingine. Kwaheri kwa sasa.